kuhusu yanayoendelea kwenye nchi yetu, na mimi nimechukua muda tutafakari sana siku hizi mbili. Ni kana kwamba liko kundi kubwa la watu linapiga kelele za mwizi, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi wa rasilimali huyo, mla rushwa huyo, fisadi huyo. Halafu kuna jitihada kubwa ya kuwanyamazisha wanaopiga kelele juu ya mwizi, na jitihada kubwa ya kuwanyamazisha wanaopiga kelele juu ya mwizi, lakini ni kama vile hakuna mtu anayehangaika na mwizi. Mwizi anaendelea na maisha yake. Mimi niulize swali, vijana wanajua jibu lake, lakini niulize wazee, labda niulize viongozi wa serikali, viongozi wa dini, kipi rahisi, kuwanyamazisha watu wanaopiga kelele za mwizi au kudhibiti wezi? Kipi ni rahisi? Nafikiri jibu mnalo na umeshajua na upande gani wewe upo. Basi nikutie moyo kwa upande uliochagua, maana huko ndiko utakapopata fungu lako binafsi jema. Mimi Humphrey Hesron Polepole nimeamua kusema ya kwamba dhulma, ufisadi, wizi, ujangili, ujambazi, magenge ya kimafia kabisa kama CCM mtandao hayana nafasi kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mzalendo yoyote atasimama katika hilo. Unajua Bwana Yesu siku moja watu walisema wanyamazishe hao, wanyamazishe hao. Kwa hiyo kunyamazishwa, ndugu zangu, hakujaanza leo. Wanaopiga kelele ya kudai haki, wanyamazisha kulianza miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Niwatie moyo, bado kidogo, tusimame imara. Bwana Yesu anasema kwa waumini wa dini ya Kikristo, anasema mkiwanyamazisha hawa, mawe yatapiga kelele. Tafsiri yangu katika maisha ya leo, wanaonyamazishwa ni watu wenye maslahi binafsi, ni watenda haki lakini wamefungwa na maslahi binafsi, wamenyamazishwa. Hawawezi kukemea rushwa, hawawezi kukemea ufisadi, wamenyamazishwa na maslahi binafsi. Katika maisha ya leo, kama waliotakiwa kukemea rushwa, ufisadi na magenge ya kihuni kwenye nchi yetu wamenyamaza, wamenyamazishwa kwa maslahi binafsi, basi mawe, vijana imara wa nchi yetu kokote kule waliko watapiga kelele. Hakuna uchaguzi bila ya kufanya mwafaka wa kitaifa, kulileta taifa pamoja. Na kiongozi yoyote anayeamini tutakwenda tu, halitakii mema taifa letu. Saizi nazo habari zinazofanyika saizi, kuna watu wakiwemo wazee wanatengeneza orodha saizi ya nani na nani watashiriki kwenye maridhiano baada ya hichi kinachoitwa
uchaguzi mkuu, mimi naita kiini macho, watakaoshiriki kwenye maridhiano kutupatanisha. Yani hawa wamekaa kimya saizi, wakati ndo tunabagazwa, tunabanangwa, tunatindinganywa na rasilimali zetu zinahondomolewa. Saizi wamekaa kimya kwa sababu wanajua wana ulaji muda si mrefu wa kuja kutufanyia maridhiano. Mimi naanza kuwakataa leo. Mmepoteza uhalali, mmepoteza heshima yenu mbele ya umma wa Tanzania. Ndugu zangu, ninaandaa nondo za kutosha. Nitakuja tena siku 2-3. Nataka niwape muda tafakari haya yanayoendelea na niwatie moyo. Piga kelele dhidi ya wezi ni ibada. Asanteni na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kuhusu yanayoendelea kwenye nchi yetu, na mimi nimechukua muda tutafakari sana siku hizi 2. Ni kana kwamba liko kundi kubwa la watu linapiga kelele za mwizi, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi wa rasilimali huyo, mla rushwa huyo, fisadi huyo. Halafu kuna jitihada kubwa ya kuwanyamazisha wanaopiga kelele juu ya mwizi. Na jitihada kubwa ya kuwanyamazisha wanaopiga kelele juu ya mwizi. Lakini ni kama vile hakuna mtu anayehangaika na mwizi. Mwizi anaendelea na maisha yake. Mimi niulize swali, vijana wanajua jibu lake. Labda niulize wazee, labda niulize viongozi wa serikali, viongozi wa dini. Kipi rahisi, kuwanyamazisha watu wanaopiga kelele za mwizi au kudhibiti wezi? Kipi ni rahisi? Nafikiri jibu mnalo na umeshajua na upande gani wewe upo. Basi nikutie moyo kwa upande uliochagua, maana huko ndiko utakapopata fungu lako binafsi jema. Mimi Humphrey Hesron Polepole nimeamua kusema ya kwamba dhulma, ufisadi, wizi, ujangili, ujambazi, magenge ya kimafia kabisa kama CCM mtandao hayana nafasi kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mzalendo yoyote atasimama katika hilo. Unajua Bwana Yesu siku moja watu walisema wanyamazishe hao, wanyamazishe hao. Kwa hiyo kunyamazishwa, ndugu zangu, hakujaanza leo. Wanaopiga kelele ya kudai haki, wanyamazisha kulianza miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Niwatie moyo, bado kidogo, tusimame imara. Bwana Yesu anasema kwa waumini wa dini ya Kikristo, anasema mkiwanyamazisha hawa, mawe yatapiga kelele. Tafsiri yangu katika maisha ya leo, wanaonyamazishwa ni watu wenye maslahi binafsi. Ni watenda haki lakini wamefungwa na maslahi binafsi, wamenyamazishwa. Hawawezi kukemea rushwa, hawawezi kukemea ufisadi, wamenyamazishwa na maslahi binafsi. Katika maisha ya leo
kama waliotakiwa kukemea rushwa, ufisadi na magenge ya kihuni kwenye nchi yetu wamenyamaza, wamenyamazishwa kwa maslahi binafsi, basi mawe vijana imara wa nchi yetu kokote kule waliko watapiga kelele. Hakuna uchaguzi bila ya kufanya mwafaka wa kitaifa, kulileta taifa pamoja. Na kiongozi yoyote anayeamini tutakwenda tu, halitakii mema taifa letu. Saizi nazo habari zinazofanyika saizi, kuna watu wakiwemo wazee wanatengeneza orodha saizi ya nani na nani watashiriki kwenye maridhiano baada ya hichi kinachoitwa uchaguzi mkuu. Mimi naita kiini macho, watakaoshiriki kwenye maridhiano kutupatanisha. Yani hawa wamekaa kimya saizi, wakati ndo tunabagazwa, tunabanangwa, tunatindinganywa na rasilimali zetu zinahondomolewa. Saizi wamekaa kimya kwa sababu wanajua wana ulaji muda si mrefu wa kuja kutufanyia maridhiano. Mimi naanza kuwakataa leo. Mmepoteza uhalali, mmepoteza heshima yenu mbele ya umma wa Tanzania. Ndugu zangu, ninaandaa nondo za kutosha. Nitakuja tena siku 2-3. Nataka niwape muda tafakari haya yanayoendelea na niwatie moyo. Piga kelele dhidi ya wezi ni ibada. Asanteni na Mungu wa mbinguni awabariki sana.